deni la taifa na athari zake kwa maendeleo ya wananchi. Katika ripoti ya mwaka 2024-2025, deni la taifa limefikia shilingi trilioni 110.55 kutoka shilingi trilioni 97.35 kwa mwaka uliopita, ongezeko la zaidi ya shilingi trilioni 12.70 kwa maana ya asilimia 13.04 ndani ya mwaka mmoja tu. Na huwa namsikia ndugu yangu Mwigulu Nchemba wakati huo akiwa waziri wa fedha, sasa hivi ni waziri mkuu, akisema kwamba Watanzania wasiwe na wasiwasi, deni ni himilivu na hakuna Mtanzania yeyote atayekwenda kudaiwa fedha hizi kugongewa mlangoni kwake ili alipe deni la taifa. Hii ni hadaa. Huu ni uongo wa CCM, uongo wa serikali, kwa sababu deni hili hakuna kiongozi yoyote wa CCM wala kiongozi yoyote wa serikali ambaye atatoa fedha zake mfukoni kwenda kulipa deni la taifa. Hizi ni fedha ambazo Watanzania watakamuliwa mifukoni kutoka katika kodi, kutoka katika ushuru na vibano mbalimbali vya makusanyo ya fedha za serikali. Na ukichukua deni hili shilingi trilioni 110 ukaligawa kwa sensa yetu ya mwaka 2000 cha miaka 80, kikongo cha miaka 80, kila Mtanzania popote ipo, serikali ya CCM imetufikisha pahala ambapo kila mmoja tungemgaia wajibu wake katika deni hili angekuwa anadaiwa shilingi milioni 1.8. CCM imetufikisha pahala pabaya sana. Kwa hiyo tunapaswa kuidhibiti serikali ya CCM ili isiendelee kukopa bila sababu za msingi. Na hoja yetu sisi, ukitazama kwa umakini, tathmini za hivi karibuni zinaonyesha kuwa hadi Februari 2026 deni limepanda zaidi na kufikia takriban shilingi trilioni 115. Hii ni kasi ya hatari sana ya kukua kwa deni la taifa ambayo inaweka mzigo mkubwa kwa uchumi na mustakabali wa taifa letu. Kwa miaka mitano sasa ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, serikali imekopa jumla ya shilingi trilioni 58.18. Kati ya hizo shilingi trilioni 38.7 ni mikopo ya msingi na shilingi trilioni 19.48 ni riba. Hii ina maana kwamba taifa linaingia kwenye mzunguko wa kukopa ili kulipa madeni ya zamani badala ya kuwekeza kwa tija ya wananchi. Viashiria muhimu vya uchumi vinaonyesha uwiano wa kulipa deni kwa mapato unaelekea kufikia viwango vya juu vinavyotambuliwa kimataifa kama hatari. Uhalisia wa hali hii unaonekana moja kwa moja kwa wadai badala ya kuboresha maisha yao. Takwimu za ukaguzi zinaonyesha picha hiyo hiyo. Kati ya shilingi trilioni 30.4 za mapato ya ndani, shilingi trilioni 18 zilienda kwenye kulipa deni na matumizi mengineyo, huku shilingi trilioni 10.35 zikienda kwenye mishahara, wakati shilingi trilioni 2.05 pekee inaenda kwa wananchi. Kwa lugha rahisi, kila shilingi 100 tunazozikusanya, kila shilingi 100 tunazozikusanya sisi, shilingi 93 inakwenda kulipa deni na matumizi ya serikali na shilingi 6.7 pekee ndiyo inaelekeza kwenye maendeleo. Kutokana na mapato ya ndani yote kuelekezwa kwenye kugharamia deni na matumizi, fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ilitengewa shilingi trilioni 15.6 kwa mwaka 2024-2025 iliyotokana na mikopo. Athari za mzigo huu wa madeni ni kubwa kwa wananchi wa kawaida. Fedha zinazopaswa kwenda kujenga shule, hospitali, maji safi na barabara zinamezwa na kulipa riba ya madeni. Serikali kwa kutumia sehemu kubwa ya mapato ulipa madeni, inashindwa kuwekeza katika huduma za kijamii zinazogusa maisha ya kila siku ya Mtanzania.
Badala ya kutoa huduma bora, tunajikuta tukilipa kwa endelea kukopa. CCM ni sikio la kufa. Tumekuwa kila mwaka tukiwashauri, hawazingatii ushauri wetu. Kwa hiyo haya tunayoyapendekeza leo, tunajua mambo yatakuwa ni yale yale, lakini kwa mwaka huu hatutoishia hapa. Tutakwenda nchi nzima kuwashitaki kwa Watanzania kwamba CCM inakopa kupita kiasi na fedha nyingi zinazokopwa zinaishia kwa wajanja wachache, ili umma usimame kwa kutumia nguvu ya umma tuidhibiti CCM iache kukopa bila kufuata utaratibu wa msingi na kubebesha mzigo mkubwa kwa Watanzania. Kwa hiyo mapendekezo tunayoyatoa ni kama yafuatayo, ambayo yaende kwa serikali lakini na kwa umma wa Tanzania. Mosi, serikali izibe mianya ya upotevu wa fedha na matumizi mabaya yanayoongeza ukuaji wa deni na maumivu kwa wananchi. Pili, serikali iache kuwadaa wananchi kuhusiana na hali halisi ya deni la serikali, kwa kuwa deni halitoshi kutazamwa katika jicho la kiuchumi wa jumla pasipo kuangalia hoja za kina za siasa uchumi na za kijamii. Na tatu, serikali inapaswa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha ufanisi katika makusanyo ya ndani ili kujiweka zaidi katika uchumi unaojitegemea. Na nne, panapaswa kuwepo kwa nidhamu ya matumizi na mipango ya fedha ambayo inapaswa kuzingatiwa ili kuachana na tabia kukopa kupita kiasi bila mikakati madhubuti. Haya ndiyo mambo ambayo tunayapendekeza. Eneo la tatu ambao nilipewa wajibu wa kuliwasilisha kwa niaba ya chama ni hatari ya kupotea kwa mapato kutokana na mlundikano wa rufaa za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 10.75. Uchambuzi wetu sisi ACT Wazalendo katika ripoti ya CAG ya mwaka wa fedha 2024/25 umeonyesha kuwa serikali inakabiliwa na hatari kubwa ya kupoteza mapato ya umma kutokana na kuongezeka kwa kasi kwa migogoro ya kikodi ambayo haijatatuliwa. Jumla ya mapato yanayobishaniwa katika mamlaka hizo za kikodi katika rufaa za kodi yamefikia takriban shilingi trilioni 10.75, kiasi kikubwa ambacho kingeweza kugharamia huduma muhimu za kijamii kama vile afya, elimu na miundombinu. CAG amebainisha kuwa idadi ya mashauri ya kikodi imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kutoka kesi chache sana mwaka 2019-2020 hadi zaidi ya mashauri 1200 kwa mwaka wa fedha 2024/25 kwa Tanzania bara peke yake. Ongezeko hili linaashiria udhaifu mkubwa sana katika mifumo ya usimamizi wa kikodi, ambapo migogoro mingi inashindwa kutatuliwa mapema ndani ya mamlaka ya mapato na badala yake kupelekwa mahakamani, hali inayochelewesha ukusanyaji wa mapato ya serikali. Mlundikano unaotokana na uwezo mdogo wa taasisi zinazoshughulikia rufaa za kodi, ucheleweshaji wa kimfumo katika kusikiliza na kuamua mashauri, pamoja na udhaifu wa mifumo ya awali ya utatuzi wa migogoro ndani ya mamlaka husika, haya yote imekuwa ndio sababu ya hali hii ambayo ACT Wazalendo tunaona haipaswi kuendelea. Hali hii inaifanya serikali kushindwa kukusanya mapato yake kwa wakati na wakati mwingine kuweka mazingira ya kupoteza kabisa fedha hizo endapo mashauri yataamuliwa kinyume na matarajio ya serikali. Kwa mara nyingine inadhihirisha kushindwa kwa serikali ya CCM kusimamia mfumo wa kodi kwa urahisi. Serikali imeruhusu kuwepo kwa mianya ya migogoro isiyoisha inayochelewesha mapato na kudhoofisha bajeti ya serikali. Fedha hizi zinakwama kwenye migogoro, zingeweza kutumika kuboresha huduma za kijamii, lakini sasa zinabaki kwenye makaratasi ya kesi mahakamani. Hii inaongeza shinikizo kwa serikali kukopa zaidi ili kufidia upungufu wa mapato na hivyo kuongeza mzigo wa deni la taifa. Kwa hiyo mapendekezo yetu sasa: mosi, serikali inapaswa kurejesha imani ya walipa kodi kwa kujenga mfumo wa kodi wa haki na unaotabirika. Mfumo wa kodi unapokuwa wa haki, migogoro inapungua na mapato yanaongezeka kwa uendelevu.
Na ujumbe wetu kwa TRA, taasisi ambayo ndiyo yenye dhamana ya kusimamia kodi, wanapaswa kuweka mazingira ya haki, mazingira rafiki kwa walipa kodi wakubwa, walipa kodi wa kati na walipa kodi wadogo. Hivi sasa TRA imegeuka miungu watu, wanaamua wao wenyewe makadirio yasiyo ya haki, ukusanyaji usio wa haki, ucheleweshaji wa michakato ya ukokotozi wa viwango vya kodi usio wa haki. TRA isipotazamwa inageuka kuwa miungu watu. Wafanyabiashara wengine waadilifu wasiotaka hata kutoa rushwa wanalazimishwa na utaratibu wa TRA kuweka urasimu usiokubalika kuweza kuendelea na biashara zao. Haya, nenda bandarini utayakuta. Gari ambalo unapaswa kulitoa kwa siku moja watazunguka kwa wiki nzima. Sasa wachache ambao wanatambua haki zao wanaenda kwenye mamlaka hizi za kikodi, wengi wanaishia kutoa kitu kidogo. Ndio maana tunapendekeza, tunahitaji usimamizi wa mifumo ya kikodi ambao ni wa haki. Na ujumbe wetu kwa wafanyabiashara wa Tanzania, wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wadogo, wawekezaji pamoja na walipa kodi wote, wakati umefika wa kuiexpose TRA. Kama una jambo lolote la kwako ambalo unaona limekwama kutokana na ukandamizaji wa kikodi, tuletee ACT Wazalendo, tutalimwaga hadharani. Pendekezo letu jingine, serikali ipunguze utegemezi wa mikopo kwa kuziba mianya ya upotevu wa mapato kama huu wa shilingi trilioni 10.75 unaokwama kwenye rufaa. Pendekezo la tatu, serikali inapaswa kuweka viwango vya utendaji kwa maana ya performance benchmarks vinavyopimika kwa taasisi kama bodi na baraza la rufaa za kodi pamoja na mahakama husika, ikiwa ni pamoja na muda wa kushughulikia mashauri. Pendekezo letu la nne, tunasisitiza hatua za kinidhamu zichukuliwe kwa watendaji wanaosababisha ucheleweshaji au kufanya maamuzi yanayosababisha hasara kwa serikali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na kwa ajili ya kutopoteza muda, nichukue fursa hii